Canada imechukua hatua mpya dhidi ya Marekani katika vita vya kibiashara vinavyozidi kuongezeka kati ya nchi hizo mbili, huku serikali ya Canada ikitangaza ushuru wa kulipiza kisasi wenye thamani ya takribani dola bilioni 27.6 kwa bidhaa kutoka Marekani, hatua ambayo itaanza kutekelezwa Septemba 8 mwaka huu. Kwa mujibu wa waziri wa fedha wa Canada, Francis Philippe Champagne, ushuru huo utakuwa katika viwango vya 15%, 25% na 50% kutegemea aina mbalimbali za bidhaa. Hatua hiyo inalenga zaidi ya aina 700 za bidhaa za Marekani, zikiwemo chuma, aluminium, vifaa vya nyumbani, bidhaa za maziwa, vifaa vya kilimo, plastiki, bidhaa za karatasi na vifaa vya elektroniki. Hatua ya Ottawa inakuja baada ya Marekani kuweka ushuru wa 50% kwa bidhaa za Canada zenye thamani ya takribani dola bilioni 20 za Kimarekani. Hivyo kinachoonekana sasa ni hatua ya jibu kwa jibu, ambapo kila upande unatumia ushuru kama silaha ya kushinikiza upande mwingine kisiasa na kiuchumi. Canada inataka kuzuia Marekani kutumia ukubwa wa soko lake kama silaha ya kuilazimisha Ottawa kukubali masharti ya Washington. Mazungumzo ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili yalivunjika baada ya pande hizo kushindwa kufikia makubaliano, huku Canada ikisema baadhi ya masharti mapya Marekani hayakuwa ya haki wala yenye manufaa kiuchumi kwa Canada. Kwa kuweka ushuru wa hadi 50% kwenye baadhi ya bidhaa za Marekani, Canada inatuma ujumbe kwamba haitokubali kubeba gharama za hatua za Marekani bila kujibu. Je, Marekani inaweza kuumia kutokana na hatua ya Canada? Ndiyo, Marekani itaumia, kwani tatizo kubwa si tu thamani ya bidhaa zinazolengwa, bali pia ni namna uchumi wa Marekani na Canada ulivyounganishwa kwa muda mrefu. Kampuni nyingi hutegemea minyororo ya uzalishaji inayovuka mipaka, hivyo ushuru unaweza kuongeza gharama za malighafi na bidhaa kwa kampuni na hatimaye kwa watumiaji. Bidhaa zinazolengwa na Canada zinahusiana pia bidhaa zinazotumiwa moja kwa moja na wananchi kama vifaa vya nyumbani, vyakula, bidhaa za maziwa na vifaa mbalimbali. Hii inaweza kufanya baadhi ya bidhaa za Marekani kuwa ghali zaidi katika soko la Canada. Lakini Canada nayo haiko salama kutokana na madhara haya. Marekani ni mshirika mkubwa sana wa kibiashara, hivyo kampuni za Canada zinazotegemea soko la Marekani zinaweza kukumbwa na gharama kubwa, kupungua kwa mauzo na shinikizo la kupunguza wafanyakazi. Kwa mtazamo mpana, hii ni zaidi ya vita ya ushuru. Ni mapambano kuhusu nani ana uwezo mkubwa zaidi wa kuweka masharti katika uhusiano wa kiuchumi wa Amerika ya Kaskazini. Marekani inatumia ukubwa wa uchumi wake na soko lake kama chombo cha shinikizo. Canada kwa upande mwingine inajaribu kuonyesha kwamba hata nchi yenye uchumi mdogo zaidi inaweza kulipiza kisasi na kuifanya Marekani ilipe gharama kwa sera zake. Canada pia imetangaza kifurushi cha msaada wa takriban dola bilioni 7.5 za Canada kwa wafanyakazi na biashara zitakazoathiriwa na mzozo huo, jambo linaloonyesha kwamba Ottawa inajiandaa kwa vita ya biashara ambayo huenda isiishie kwa hatua moja. Hatua kubwa ni kuingia katika mzunguko wa kulipizana kisasi. Marekani inaweza kuongeza ushuru zaidi, Canada ikajibu tena, na hatua hizo zikiendelea kuathiri bidhaa nyingi zaidi. Hali hiyo inaweza pia kuweka shinikizo kwenye mfumo wa biashara wa Amerika ya Kaskazini ambao kwa miaka mingi umejengwa kwenye ushirikiano wa karibu kati ya Marekani, Canada na Mexico. Kwa hiyo, Septemba 8 inaweza kuwa tarehe muhimu katika mzozo huu. Ikiwa ushuru wa Canada utaanza kutekelezwa bila makubaliano mapya, vita hii ya biashara inaweza kuingia katika hatua mpya zaidi, ambapo swali halitokuwa tena nani ameweka ushuru mkubwa zaidi, bali ni nchi gani itaweza kuvumilia gharama zake kwa muda mrefu zaidi. Canada haijibu tu kwa kuweka ushuru. Imetuma ujumbe wa kisiasa kwamba uhusiano wa karibu na Marekani haumaanishi Ottawa iko tayari kukubali kila sharti la Washington, na sasa macho yanaelekezwa kwa hatua itakayofuata kutoka Marekani.